Tika mnyama Simba anaondoka na alama zote tatu dhidi ya Mashujaa. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani hapa? Mpira ulikuwa mzuri sana. Japo kuna wale Mashujaa wamecheza kwa maelekezo, ni kama walikuwa wameahidiwa kitu na timu fulani hivi. Kwa hiyo mpira ulikuwa ni mbovu kwa upande wao, kwa sababu hatujaona testa ya mpira. Mara nyingi wanalala, wanapoteza muda, kitu ambacho kimekuja kuathiri dakika za mwishoni kabisa. Refaria amekuja kuadhibu kwa dakika nyingi na wanafanya makosa kwenye boksi, penalty zinatolewa. Kwa hiyo wale Mashujaa wamecheza kwa maelekezo, kama kuna mtu ambaye wameahidi kitu. Kwa hiyo mpira ulikuwa mbovu kwa upande fulani. Ukiangalia matukio ya penalty ambayo yametokea yalivyotengwa jinsi la referees, unaona ni haki kwa penalty zile kupigwa au kuna namna ambayo imefanyika wewe hujaielewa? Penalty ya kwanza ilikuwa fresh clear kabisa, hakuna longolongo zozote yani. Ni penalty ambaka penalty zingine haina shida. Penalty ya pili mwamuzi alikuwa mbali, Lenzimeni alikuwa karibu, aliweka nje, lakini Lenzimeni akamwambia hiyo amechezewa foul ndani. Kwa ni penalty pia ambayo haina kipengele. Zote zilikuwa zina haki na zote zilikuwa zina shida kabisa yani. Kutokana na mchezo kudelay kwa muda mrefu, dakika 15 zilizoongezwa, nazo pia umeziona ni sahihi katika mchezo huu, kuna namna pia imefanyika? Zile dakika zilizoongezwa ni chache sana mimi nadhani. Kwa sababu baada ya kuongeza dakika 15 bado Mashujaa wanaendelea kulala. Yaani wakalala tena. Kwa hiyo ule mpira utakuwa kuongeza dakika 20 zingine au 25. Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wengi wa Mashujaa wanalalamika kwamba siku hii ya leo Simba amebebwa dhidi yao. Hakuna timu iliyobebwa. Yaani ukifanya madhambi unatakiwa uonywe kwa namna hiyo. Kadi nyekundu ni halali, penalty ni za halali. Hakuna timu yoyote ambayo imependelewa. Yuko hivyo. Sasa kwa timu yako ya Young Africans. Ngoja kwanza taongea. Rudi sasa kwa timu yako ya Young Africans. Barua ya kutoka CAS bana imekuja. TFF. Unazungumziaje hili na mchezo huko pale pale? Ile ya barua ile, yani mwanzo kabisa kabla hata Yanga hajaenda kule, kila mtu alikuwa anafahamu hapa hakuna kesi. Kwa hiyo wale walikuwa wamejisumbua tu kwenda CAS, lakini hata mtoto mdogo kimwadisia situation ya ile kesi hawezi kupeleka malalamiko CAS kwa sababu hajafuata utaratibu wa ndani, na bodi ya ligi iliahirisha mchezo. Wao wanasema wameenda kupeleka timu uwanjani. Walipeleka kwa mazingira gani? Kwa mamlaka ya nani? Kwa sababu wenye mamlaka ya mpira wamesema mechi hakuna. Wewe unapeleka timu uwanjani, how? Yaani unapeleka timu uwanjani. Wewe sasa kama mshabiki wa Young Africans, baada ya barua hiyo kutoka CAS kuletwa na majibu yanaonekana kama yalivyo, unashauri nini Young Africans wewe kama mshabiki wa Yanga? Yanga ifanye maboresho kwenye upande wa viongozi. Viongozi wengi sana wa Yanga wakuwa elimu yao kidogo nafasi nayo. Kwa sababu hata mwanasheria wetu kesi nyingi anashindwa. Na viongozi wengine kama Alikamwe na haya hajui kabisa kuzungumza. Jana Alikamwe anaongea Zanzibar kwamba mashindano ya shirikisho ni madogo kuliko ya muungano. Kwa hiyo nadhani viongozi wetu wana tatizo kidogo. Mwanasheria wenu amejiuzulu, ni sahihi kwa upande wake? Ni sahihi kwa sababu ndio tunamlipa mshahara wa bure tu yani. Hana anachokijua yani, sijui ana sheria gani, amesomea bila sheria. Kila kitu anashindwa. Ameshindwa kesi ya Kagoma, akashindwa ya Mzee Magoma. Ameshindwa kesi nyingi. Hata hii ya juzi huku pia ameshindwa. Kwa hiyo ana haki ya kujiuzulu. Tafuta watu ambao wamesoma na wenye weledi mzuri. Kwa namna hiyo mtapeleka timu uwanjani kwenye dabi? Mimi kwa upande wangu na watu peleke timu uwanjani. Na nadhani mpaka sasa hivi kwa sababu ambao tunategemea waje watusaidie, wamesimamia haki, wamesimamia sheria. Kwa sababu sheria ni msumeno. Inakata kienda inarudi inakata vile vile. Kwa hiyo CAS wamesema mechi hapa inachezwa. Kwa hiyo inawezekana inatakiwa mechi ichezwe kama CAS wenyewe walivyosema. Na baada ya Yanga kushinda kombe la muungano, wewe kinakukidhi wewe kama shabiki wa Yanga? Ile timu gani? Katika mashindano ya muungano, Young Africans performance yake ya timu zote mbili alizocheza mpaka kuchukua finali, kiwango chake kinakuridhisha kwa jinsi wanavyokionyesha? Mechi za muungano ndio uhalisia wa Yanga ule. Yaani mechi za muungano ndio Yanga yenyewe yani. Inashinda goli 2-1, goli 1 bila. Lakini tukija mechi za ligi, na ndio maana utashangaa mechi zina mtu anashinda goli 5, goli 6 kwa sababu ya maelekezo, lakini kule Zanzibar ndio maana Yanga yenyewe inavyocheza. Bila GSM, bila timu ya kudhamini. Kocha Unike. Naam. Mpira ulikuwa mzuri sana, ingawa ilikuwa mechi ngumu. Mashujaa walikuja na plani ya kukaba. Inaitwa low block system, walikuwa nakaba mtu mmoja, mtu kwa mtu philosophy, man to man marking. Lakini pia walikuwa wanafanya kitu inaitwa zone marking, wakikaba nafasi, wakiziba mianya, penetration passes zilikuwa ni ngumu kupita. Kipindi cha pili, kipindi kile cha kwanza wakaenda kupata, walipiga shuti moja, walishambulia mara moja wapata goli dakika za mwanzoni. Kipindi cha pili mwalimu Fadlu Davis kaja na mbinu mpya, akanatembea na mfumo wa 3-5-2, akaingia Kibu Dennis, akaingia Zimbwe Junior, akaingia
Kapombe, wakawa wanafanya overlapping, wanaingia katikati, wanafinya uwanja. Mwisho wa siku tukapata penalty, Ateba akaweza kusawazisha goli la kwanza, na dakika za mwisho Mashujaa wakaanza kuzembea kwa kujiangusha na kufanya faulu zisizo za lazima, na Ateba akaweka tena penalty ya pili. Mwisho wa siku Simba tukaweza kuibuka kidedea kwa goli 2-1. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii hivi sasa baada ya mechi kutamatika, maandiko yamekuwa ni mengi. Ndiyo. Vidole vikienda kwa muamuzi wa mchezo siku hii ya leo kwamba hakuchezesha fair. Muamuzi mimi nimeona amechezesha fair kwa dakika 90 zote. Amefuata sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Wale ambao wanalalamika ni mashabiki ambao hawajasomea mpira, hawajui mpira, hawaelewi kinachoendelea katika football. Lakini kwa uhalisia Simba tulistahili kushinda tena dakika za mwanzoni. Ndio. Mechi ilikuwa inaenda kuwaparia? No. Mechi ilikuwa nyepesi, ila ndio maana tactical substitution alizofanya mwalimu toka bench Kibu Denis kuweza kupapatuana na mabeki wa Mashujaa, ndio maana nisikuona ugumu wa mechi kwa upande wetu. Ndio. Mechi ilikuwa simple kiasi hicho. Ilikuwa simple kiasi hicho, lakini pia nitoe lai kwa GSM, mambo ya kuahidi hela kwa mechi za Simba yatazidi kuwaponza, mikaka yao inazidi kuchanika. Lakini pia nimwagize Engineer Harris anunue suti, ajiandae, avae kwa ajili ya kuwavalisha wachezaji wa Simba medali. Yeye kama mwenyekiti wa vilabu Afrika lazima atakuwepo kwenye finali. Namna ambavyo ligi yetu inavyoelekea hivi sasa, ubingwa ligi kuu Tanzania bara, mkiwa na mpinzani wenu Young Africans, mkiwa mmetofautiana na alama moja baada ya Simba kumaliza mechi zake zote za viporo, unaona ubingwa unaelekea wapi? Ubingwa utaamuliwa mechi ya mwisho kwenye dabi. Baada hapo bodi ya ligi watapanga ratiba muda sio mrefu, nadhani kesho kutwa watoa ratiba mpya ya mechi ya dabi. Nafikiri tukishamaliza mechi ya mwisho ya finali ya tarehe 25 mwezi wa 5, baada ya siku chache hapo itachezwa mechi ya dabi ya Yanga na Simba kuamua nani bingwa. Mwanasheria wa Young Africans amejiuzuru siku hii ya leo baada ya barua kutoka kule kasi. Kwa wewe kama mwana Simba, taarifa hii umeipokeaje? Taarifa nimeipokea vizuri kwa sababu Yanga hawajawahi kushinda kesi yoyote. Walikuwa na mawakili 5 Yanga. Bodi ya ligi pamoja na TFF na wenyewe walikuwa na mawakili 2. Simba walikuwa na wakili 1. Yanga kule wameenda kugongwa kwa hoja. Hawakujua sheria, taratibu, kanuni za FIFA katika kupangua kanuni zile ambazo TFF walikuwa wameziweka kwa upande wao. Malalamiko ya Yanga, barua yao kwenda kasi, walikuwa wanashtaki Simba, wanashtaki bodi ya ligi, wanashtaki TFF. Sasa wale kasi wakaambia bwana, hatuwezi kutoa hukumu bila mwavuli wa mpira katika nchi yenu kutoa hukumu. Kwa mantiki hiyo Yanga wamerudi sasa, inabidi wapeleke nini shtaka lao kwa bodi ya ligi, vyombo husika watoe maamuzi sahihi. Na imani kinachofuata hapa ni ratiba ya mechi. Kimsikiliza afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe baada ya kutoka kule visiwani Zanzibar, anasema msimamo wao bado upo pale pale. Msimamo uko pale pale, mechi inapangwa, ngoja nikwambie, mechi inapangwa na ratiba, mgeni rasmi ndo anamaliza mchezo. Mgeni rasmi ndo rais au mimi. Sasa wao wasilete timu, tutakutana pale kati na washosha ligi. Rais wa nchi atakuwepo uwanjani. Huu ndo ubaya bwela. Huu ndo ubaya bwela.com. Shukrani sana. Karibu sana.